Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu tafsiri za ndoto zinazohusiana na kutokwa na haja ndogo, na kuletea elimu uweze kufahamu ndoto ya kukojoa, na pia na kuletea elimu uweze kufahamu tafsiri ya kutokwa na haja kubwa. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Ndoto ya kwanza: ukiota ndoto unakojoa mara kwa mara. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba ni ishara ya wewe kupata riziki pamoja na mafanikio juu ya kile unachokifanya. Kama ulikuwa ni mtu unasumbuka na dhiki, unasumbuka na ufukara, unasumbuka na matatizo, basi tafsiri ya ndoto hii maana yake unaenda kuondokana na matatizo, na vile vile kipato chako kinaenda kuongezeka na riziki zako zinaenda kufunguka. Ndoto ya pili: ukiota ndoto unakojoa mkojo lakini unakuwa unaubana. Yaani ule mkojo kila kutaka kutoka unakuwa unaubana. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba kipato chako kitakuwa ni hafifu na riziki yako itakuwa ni ngumu. Hivyo unachojuzwa uongeze bidii, uongeze maarifa juu ya kile unachokifanya, na uwe na nidhamu ili uweze kuwa mtu wa mafanikio na kipato chako kiweze kufunguka. Ndoto ya tatu: ukiota ndoto upo katika njozi na unahitaji kukojoa, lakini ile haja ndogo inakuwa haitoki. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba wewe ni mtu ambaye mara nyingi unapenda kuchukua maamuzi yasiyokuwa na busara. Ni mtu ambaye ukiletewa jambo au tatizo likikufika, unajuzwa ya kwamba wewe ni mtu ambaye huna subra na ni mtu ambaye huchukui maamuzi sahihi. Unapenda kuchukua maamuzi ambayo hayana msingi na hayana busara. Ukiona unaota ndoto unakojoa mkojo pia unakuwa hautoki, basi unajuzwa na Mola wako mlezi wewe ni mtu ambaye unahitajika kubadilika. Unatakiwa ubadilike juu ya maamuzi ambayo unakuwa unayafanya katika maisha yako. Ndoto ya nne: ukiota ndoto umejikojolea katika chupi. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba utaenda kupata mtoto mpya katika familia yako. Tafsiri ya ndoto hii pia, unajuzwa ya kwamba kama we ni mdada uliishi muda mrefu bila kushika ujauzito, au unahangaika kutafuta mtoto na haupati mtoto na hujawahi kupata mtoto katika maisha yako, basi ukiota ndoto umejikojolea katika chupi, tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba uwe na subra, usikate tamaa.
Mola wako mlezi yuko pamoja nawe kwa kila hatua. Ipo siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia kupata mtoto. Ndoto ya 5. Ukiota ndoto unakojoa katika bahari. Tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba utakuja kupata kesi, utakamatwa na utaenda jela. Na tafsiri ya ndoto hii pia kinyume chake, kama hutoweza kukamatwa, basi utaenda kupata hasara juu ya kile unachokifanya katika maisha yako. Kama kuna kitu ambacho unakifanya unatarajia kupata matokeo mazuri ya mafanikio, basi jua yale mafanikio hutoweza kuyapata. Ndoto ya 6. Ukiota ndoto unakojoa katika bonde, na maanisha unakojoa bondeni kabisa, chini ya bonde. Tafsiri ya ndoto hii unajuzwa na Mola wetu mlezi. Kama we ni mtu ambaye ulikuwa hujawahi kupata mtoto katika maisha yako na una tarajio la kupata mtoto na unapenda kuwa na mtoto, lakini haujawahi kubarikiwa kuwa na mtoto, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba ipo siku utapata mtoto. Ndoto ya 7. Ukiota ndoto unakojoa hadharani mbele za watu, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba wewe ni mtu ambaye ipo siku utakuja kudhalilika katika jamii. Na vile vile maana ya pili pia, utakuja kupata maradhi, na maanisha ugonjwa, na huo ugonjwa hautoweza kuwa na siri. Ugonjwa huo utafahamika katika jamii. Ina maana utakuja kupata ugonjwa ambao utakufanya udhalilike. Ndoto ya 8. Ukiota ndoto unakunywa mkojo, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba utakuja kupata fedha za haramu. Ndoto ya 9. Ukiota ndoto mfanyakazi wako anakojoa katika kisima, au unaota ndoto mpenzi wako uliye naye, aidha mke au mume, anakojoa ndani ya kisima, au unaota ndoto mfanyakazi wako anakojoa katika kisima, au rafiki yako anakojoa katika kisima, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba yule mtu ambaye utamwotea anakojoa katika kisima, ipo siku atakufanyia hujuma, na maanisha ipo siku atakuibia, atakimbia na kitu chako cha thamani, aidha fedha, aidha vidani vya thamani. Ndoto ya 10. Ukiota ndoto umelala alafu unajisaidia haja kubwa katika kitanda, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba ni ishara ya wewe umeondoa mkosi uliopo katika maisha yako. Na maanisha ni ishara ya kuondokewa na mkosi pamoja na matatizo yanayokuandama, na ni ishara pia ya kuondokana na dhiki pamoja na shida ambazo zinakusumbua katika maisha yako. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kimaisha, kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto ya biashara, na kuna dawa za mivuto ya mapenzi, ya kumfanya mpenzi wako akupende,
akuthamini na akujali na kutekelezee kile ambacho unakihitaji. Daktari Musa, nina dawa za mivuto ya biashara kama nilivyosema, nina dawa za mivuto ya mapenzi, nina dawa za limbwata za kumweka mpenzi kiganjani. Vile vile nina dawa za kusafisha nyota na nina dawa za kupandisha nyota yako, na pia nina dawa za kufanya uwe na mvuto wa kupendwa kila kona dunia utakayopita. Kama unahitaji pete za bahati, pete za mafanikio zenye kuendana na nyota yako, pete original kabisa za kufanya uwe ni mtu mwenye kibali cha kupendwa kila kona dunia utakayopita na kuheshimika. Na kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, na pete ambazo utakuwa unazifanyia kafara kila mwaka ya mnyama, pete za kukupa mafanikio juu ya kile unachokifanya, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Dr. Musa, Dr.